Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Msanii Aslay siku ya leo amezungumzo kubwa sana huko kwenye mitandao ya kijamii baada tu ya kuzungumza kuhusiana na ofa mbili ambazo ameweza kuzipata. Tulishuhudia kuna namna fulani hivi Aslay alikuwa amepitia kipindi kigumu, na tuliweza kuona namna ambavyo alifanya show zake za chakatuchaka. Wasanii kibao wa kina Mbosso, Diamond, Alikiba walijitokeza kutamani kumsaidia msanii Aslay na walifanikiwa kwa asilimia kubwa sana. Tunaweza kusema msanii Aslay alikutana na Alikiba wakazungumza mengi, lakini pia alikutana na Diamond Platnumz wakazungumza mengi. Ilifikia hatua Diamond akampatia zawadi ya gari, kwa sababu inasemekana gari la Aslay liliweza kutaifishwa kwa sababu alikopa benki, hivyo basi gari likawa kama dhamana, akawa hana gari. Msanii usipokuwa na gari ni jambo la hatari, utaanza kubolti mpaka ukome, na bolti bana hazina masiara kabisa. Kama unaenda umbali mrefu basi utachajiwa kiasi kikubwa zaidi. Hivyo basi ilikuwa kosti kwa upande wake, lakini Diamond aliweza kumsaidia, akaweza kumpatia zawadi ya gari. Sasa siku ya leo msanii Aslay ameweza kuzungumzia kuhusiana na hatima yake. Sawa, wasanii wengi wamejitokeza kutamani kumsaidia yeye. Kama Aslay amechagua kwenda wapi, amechagua kusimama na nani, ili mradi tu huu muziki wake ambao mashabiki wameendelea kutamani kuuona uendelee kusimama kama muziki mzuri, uendelee kusimama na lakini pia msanii Aslay aendelee kuwa msanii mkubwa, atrendi, afanye show, mambo kama hayo. Sasa Aslay ameweza kuzungumza na kudai kwamba katika ofa zote ambazo amepewa ofa na Mbosso, amepewa ofa na Alikiba, amepewa ofa na msanii Diamond Platnumz. Ofa ya Mbosso ilikuwa ni kumsaidia wafanye naye collab, lakini pia waweze kufanya naye muziki kadhaa katika studio ambayo Mbosso anafanya, alafu Mbosso alipia kila kitu. Lakini pia ofa ya Diamond ni kwamba Aslay aweze kusainiwa katika collab ya WCB Wasafi, aingie pale na Diamond Platnumz amsimamie kama meneja wake kwa mkataba ambao wataweza kukubaliana labda miaka miwili, miaka mitatu. Lakini Aslay ni msanii mzuri, sidhani kama anahitaji muda mrefu sana kuweza kukaa katika record label. Lakini pia kwa Alikiba hakumpa ofa ya kuingia katika record label ya King Music, lakini yeye aliweza kumpatia ofa ya kuja studio kwake pale King Music kurekodi kila kitu pale studio yake, kurekodi. Na yeye Alikiba amedai hatomchaji hela ya aina yoyote kama atarekodi mwaka, miaka, miezi 6 mpaka pale Aslay atakapoona amesimama. Hiyo ni ofa kubwa pia, lakini Alikiba hakutamani kabisa kumsaini Aslay katika record label yake kwa sababu anaamini ni msanii mkubwa, ni msanii mzuri, huenda ukamsaini katika record label kiwango chake kikapungua. Hivyo basi kujisimamia mwenyewe ni jambo zuri zaidi kwa Alikiba, alimpatia hiyo ofa. Sasa Aslay siku leo bana, kwa namna fulani hivi ameamua kuchagua ofa ambayo Diamond Platnumz amempatia. Sasa hatujui ni kwa sababu ya lile gari ambalo alipewa au namna gani, vipi, ni kwa nini akatea ofa Alikiba, na huku tunaona ofa ya Alikiba ni nzuri zaidi. Mtu amekwambia hakuchaji chochote, wewe utakuwa tu na record pale studio, unafanya muziki wako, basi maisha mengine yanaendelea. Lakini kwa Diamond utaenda kumenejiwa, utaenda kusimama kama msanii wa label fulani, sio kwamba utaenda kusimama tena kama Aslay. Utaenda kusimama kama Aslay ambaye yupo chini ya record label ya WCB Wasafi. Lakini Aslay kwa upande wake anakuambia ofa ya Diamond ameona ni ofa nzuri, na walijadiliana na rafiki yake kipenzi Mbosso Kani. Mbosso akamwambia sio mbaya, unaweza ukaanzia hapo, alafu baadaye utajua kitu gani ambacho utaendelea nacho, kwa sababu Diamond ni msanii mzuri, ni msanii mkubwa ambaye anawainua wasanii wengi sana ambao wapo pale katika record label ya WCB. Hivyo basi Aslay atakuwa katika mikono salama, lakini ameikataa ofa ya msanii Alikiba. Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa neno subscribe.